Asante. Na somo la leo tutakuwa tuna masomo mawili leo. Somo moja tutaangalia ni utaratibu gani ambao inabidi ufanye kwenye kustock famasi yako mpya, na pia tutaangalia utaratibu wa kupata supplier mzuri wa kama vipindi vilivyopita tulishakuwa tunaona kwamba ushapata kibali cha famasi na ushakuwa umeajiri watumishi wale unao pharmacist na wale counter staff ambao technician ambao watakuwa wanatoa huduma pale kwenye famasi yako. Sasa cha kwanza, kwa sababu unakuwa ni mgeni kwenye biashara, ni lazima uweze kujifunza kwa waliotangulia, na kuna makosa makubwa sana watu wanafanyaga kwenye anapokuwa anataka kuanza kuweka dawa kuweka mzigo wa dawa kwenye famasi, anakuwa anafanya ile thorough review ya wale supplier, na wengi wanajaribu tu kuangalia price peke yake, lakini haiko recommended hivyo. Kwa hiyo unachokifanya, unaweza tu ukatafuta wale kutangulia kwenye biashara wawili watatu, ukawauliza ni namna gani ya kustock mzigo kwenye famasi. Lakini kikubwa cha kuzingatia ni kwamba hupaswi kuanza na mzigo mkubwa sana unapoanza biashara ya famasi. Na uzoefu tunawashauri kwamba unapokuwa na labda mtaji wa milioni kadhaa, tunakushauri lazima nusu ya ile hela ndio uweze kuweka mzigo bidhaa dukani, na nusu inakuwa ni working capital kwa ajili ya kuendelea kusupport duka, kwa sababu huwezi ukaweka mzigo wote dukani, baadaye kitokea issue yote tu emergency unakutana unashinda kukwama, na tunajua biashara mwanzoni inakuwa bado haijaanza kusimama vizuri. Kwa hiyo sasa tunachoshauriwa ni kwamba una group zile products. Naanza kwenye dawa kwanza, maana hizi vipodozi, cosmetics na personal care items nadhani tu unanunua tu, unaweza ukaweka tu kwa formula yote. Lakini kwenye dawa ni lazima ugroup kwenye makundi makuu manne. Kundi la kwanza ni zile fast moving items, ambayo hizi ni lazima ziwepo dukani kwa muda wote ule, na inachofuata ni ile slow moving items, na ya tatu ni zile critical items ambazo ni lazima ziwepo kwenye biashara ya dawa. Na product na aina ya nne ni zile ambazo zinakuwa ni dawa lakini ni muhimu. Kwa mfano zile zinachukua eneo kubwa, kwa mfano yale madrip yale manini, kila dukani inachukua space kubwa sana. Kwa hiyo unakuwa umegrupu katika makundi manne. Kwa kundi la kwanza lile la fast moving ni item ambayo lazima iwe dukani, na slow moving unaweka kwa kiasi kidogo. Zile za kwanza zile ambazo ni fast moving zinakuwa nyingi. Sasa una identify vipi? Tutaona mbele hapa. Na hizi zingine zibakia 34 unaweka kwa kiasi kidogo sana. Kama mtaji hauruhusu, sio lazima sana kuziweka zile critical items ambazo sasa pengine inategemea famasi ilipo. Kwa mfano labda unachukulia dawa ambayo ni vile muhimu sana, lakini matumizi yake ni vile rare. Kwa mfano heparin injection, hiyo ni kundi ile la tatu ambayo ni critical item, lazima iwepo kwenye famasi. Sasa hii sio lazima kuiweka kwa haraka kama mtaji hautoshi, lakini kama unatosha unaweza kuweka kwa kiasi kidogo. Kwa sasa unajuaje sasa hii ni fast moving au ni slow moving au ni critical item au ni key item? Cha kufanya kwa haraka unakuwa unafanya uchunguzi kwa waliotangulia kwenye hii biashara. Unaweza ukachukua ile price list ya mtu kama zile item, akakuelekeza anza hii ni fast moving au hii ni slow, japokuwa item zikawa slow moving kwake ikawa ni fast. Kwa hiyo hapo ni pa kuanzia tu, inakuwa kama vile baseline. Kwa sasa baada ya hapo sasa kinachofuata sasa ni unashauriwa items ambazo zimekuwa recommended weka kiasi kidogo sana. Yaani kila item weka kidogo sana, ili sasa uweze kustadi mazingira yangu haya ni dawa gani ambayo sasa itakuwa fast moving na itakuwa ni slow moving na itakuwa ambazo, kwa sababu zile ambazo ni most slow ukianza nazo zinakuwa zinashikilia mtaji, kwa utakuta wewe unashindwa kuendelea.
Kwa unashauriwa uweke item kidogo kidogo sana, kidogo kidogo sana. Hasa kazi ile ya working capital ni nini? Kazi ya working capital pembeni ambayo ulikuwa umeset aside ni kwamba sasa let's say sasa ushafungua, umegundua kwamba item fulani sasa ndo inatoka sana kwa wateja mazingira ambayo iliyopo. Kwa hiyo sasa unachofanya wewe, unaenda unachukua ile hela kidogo, unaenda kununua sasa hii item ambayo ushakana kwamba hii ni fast moving, una stock in bulk. Ushakuwa confirm kwamba hii item ni ina run fast na wateja wanahitaji sana, ndio unaweka in bulk. Unakuwa kila siku sasa unafanya sales analysis kwamba item gani zina move, na upasi kuwa na stock out. Pia labda mteja amekuja kuulizia item fulani, umekuta hauna, unaweza kumwambia bado njoo baadaye au njoo kesho. Kwa ile ambayo unayo kule sasa unaenda kutafuta ile stock, unakuwa unaongezea pale kwenye pharmacy. Kwa stari hii unakuta duka stock inaongezeka, kutakuwa na expiry nyingi kwa sababu una study mazingira ndo unaweka dawa, unaweka dawa. Sasa usipofanya hivyo, matokeo yake ni nini? Usipofanya hivyo utakuta umeweka hela nyingi sana kwenye mzigo ambao utembei. Kwa hiyo cash imekuwa hold kwenye item, kwenye slow moving item. At the end of the day unaweza kukutana nini? Ukapata na kupata expire. Hiyo ilikuwa ni njia moja ya kuweza kustock mzigo kwenye pharmacy yako. Njia ya pili pia unaweza kaangalia mazingira tu ya eneo ambayo upo. Kwa mfano labda ukiwa maeneo pwani kule joto, labda malaria ni endemic. Of course inaweza ikakuguide kwamba weke anti malaria za kutosha, kwa sababu na kabisa hapa kuna malaria ipo, kwa bidhaa inaweza ikatoka. Kwa hiyo nadhani hizo ndo kitu cha msingi sana kabla hujaweka mzigo kwenye pharmacy cha kuzingatia. Kwa upande wa vipodozi, personal care items na baby products, hizi zinajulikana na pampa, hizi zinajulikana kwenye maduka kawaida zipo. Kwa hiyo tukaweka wenyewe, tukaweka tu kwa kiasi fulani, hiyo ina guidance kwa sababu lazima tu siku moja utakuwa unauza. Tunachanganya hizi ili kuweza kuboost mauzo kwenye pharmacy. Kwa hiyo ni vizuri kuchanganya hizo commodities ambazo zinakuwa recommended kwenye pharmacy. Kwa dhani hiyo tu ilikuwa ni somo fupi tu kwa leo kwa ajili ya kujifunza kuweka jinsi ya kuweka items kwenye duka la pharmacy. Maana wengi sana watu wanaweka items au ile yote alionayo anaingiza kwenye products sasa, na sio zote. Kwa sasa kama hujauza, mteja anakuja kuuza kitu ambacho wewe huna, tuna uwezi kuongezea kwa haraka kwa sababu mpaka uuze tena kile. Kwa hiyo tunashauri wewe mtaji wako unakata nusu unaweka stock, nusu unaacha kama contingency fund ambayo kidogo itakuwa ina support duka siku za mwanzo, nzima masuala ya mishahara, sijui vitu gani vingine, rent, unaona product kama hizo ambazo zina raise, ambazo mahitaji makubwa umegundua, unakuwa unaweka. Nadhani hizo ni njia kuu mbili, na njia ziko nyingi, lakini nadhani tutakutana kwenye WhatsApp kwa ajili ya more training kwa ajili ya audio na kutumia text. Asante.